Asante. Kwa majina ninaitwa Francisco Gwasa Rutandaza, jina maarufu Mzee Gwasa. Kero kubwa ni changamoto iliyopo kwenye mitaro hapa Rusumo, upande wa Migombani. Kweli mitaro haitoshi. Tofauti na hapo, ukiangalia mazingira haya ni hatari sana na ni hatarishi sawa, lakini bado ukiangalia mtaro kama wenzangu walivyosema, huu mtaro hautoshi kabisa kusema kwamba tuzibue mtaro. Sawa, tunaweza kuzibua na tutazibua, lakini sasa changamoto kubwa inatokea kule juu. Mchina ameshaharibu tayari, ameshaelekeza maji Migombani. Serikali ijipange, iangalie jinsi ya kuelekeza haya maji yanayoingia hapa Migombani yaelekee sehemu nyingine. Vinginevyo hali ya hatari hapa Migombani ni yale. Kwanza namshukuru Mungu kuona mpaka saa hizi hakuna maafa yaliyotokea hapa Rusumo, hapa Migombani. Mimi asubuhi nilitegemea kwamba tutapata taarifa mbaya, lakini Mungu usaidia, hakuna taarifa mbaya zilizotokea, tofauti na vitu vilivyoharibika. Binadamu wote wako salama. Kweli hapo ninamshukuru Mungu, lakini mimi ninachokiomba serikali ijipange kwa hili. Isipojipanga kwa hili, watu watakufa sana hapa. Sio hapa wafanyakazi tu, hata wakazi wanaolala kwenye nyumba watakuta wamesombwa na maji. Kwa hiyo hili kabisa waliangalie kwa jicho la pili. Serikali waliangalie kwa jicho la pili. Tuache siasa. Mimi naitwa Bahati William. Jina maarufu jamii inanitania kuwa ni Kakize au Kapfuye. Hayo ni majina yangu yanaeleweka. Mimi naumia kitu kimoja alichoongea mtendaji wa kata, kusema wananchi wajitolee kuzibua huu mtaro. Na wewe ukiangalia hii hali, nguvu za mwanadamu haziwezi kufanya hii kazi. Sasa nilichokuwa nataka niulize, angalau kidogo angekuwepo hivi kata au kijiji hawana mfuko wa maafa, ili mfuko wa maafa ndi utengeneze hii kazi, ili serikali iendelee kufanya utafiti mwingine, ili tuwe na amani. Kwa kweli, na wewe mwandishi wa habari au jamii yote hapa ikiangalia hii hali kwenye watu jamii tulivyo hapa, na hii maana nasikia hii na ule mkoa wa Tanga ulivyomaliza watu, ndio hivi sasa. Hii Rusumo yetu, serikali yetu isipotuangalia sisi hapa, halafu anasema sisi wananchi turekebishe hii nguvu mwananchi kweli ataiweza hii? Mwananchi ataweza hii kazi? Angalau hata wangesema kama basi sisi wananchi tufanye kazi, lakini pawepo na mfuko, kama mfuko wa maafa upo, uingie kwa kutusaidia. Hii ni kuokoa jahazi, hii ni kuokoa jahazi. Asante sana. Kwa majina naitwa Zawadi James. Mimi ni mjane. Nyumba yangu imeingiliwa na maji kila sehemu, lakini mtaro umeziba. Mtaro ulivyoziba imeingia kama maji mengi sana na vilima udongo. Wako wananilazimisha nivizoe. Nina wapangaji wawili, wengine waliondoka. Au wapangaji wawili unaweza kutengeneza hata mita 10 au 15 kwa kuzoa kwa kutumia mikono. Kwa hiyo naomba msaidizi, maana mimi sina msaada wowote. Sina wapangaji wanaolipa kodi kusema kwamba naweza nikaleta kenta wala gari wala nini. Mimi hali yangu ni ngumu. Mimi ni mjane. Hiyo hela nitaitoa wapi ya kuweka watu wanitolee huu udongo kwenye mtaro? Ninachoomba, naomba msaada. Waje kama ni kuzibua wao, kama ni nini, kama ni hela, kama nini waweke nini, au waite watu wa msaada watusaidie. Hivi vitu hatuviwezi peke yetu, ni vigumu.